tulipata changamoto sana, hususan kwenye maisha ya chini. Tulikuwa tunatembea kutoka hapa mpaka huko Kisesa. Wakati mwingine unaenda unaambiwa sindano zenyewe ni changamoto, urudi kesho. Kwa hiyo inakulazimu tu kwamba nipitishe mwezi huu, niende mwezi ujao. Unaona, kwa ajili ya gharama ama na usafiri pia kwa ujumla. Yaani kupatikana kwa zahanati, kwanza tumeshukuru sana akina mama pamoja na changamoto za kimaisha yani. Unaona? Kwa mfano kama kliniki wameturahisishia huduma zingine, labda mama mjamzito, unaona, tutazipata karibu. Kwa hiyo yani napenda kuwapongeza sana viongozi pamoja na wananchi tuliochangia kwenye hii hospitali. Kimaisha ya kibinadamu iko vizuri, wastani wa chini, si tuwezi kusema sana kwamba labda ni wastani wa juu, hapana. Kimaisha bado tuko chini sana, ila tunashukuru mwenyekiti wetu kwa kutuunganisha wageni na wenyeji. Maana sehemu unayofika we mgeni, kwa wenyeji huenda wanaweza kukubagua, lakini tunashukuru huku ushirikiano ulikuwepo. Wameambatana na sisi wageni na mpaka sasa tumezoeleka. Usafiri wa kutoka Kigungumuli mpaka ukafike Kisesa ni gharama. Kutoka Kigungumuli mpaka ukafike Kisesa tulikuwa tunatumia shilingi 2000. Sasa 2000 hiyo ni kwenda na kurudi ni 2000. Tulikuwa tunatumia shilingi 4000 kwa siku. Hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa kwetu. Ilikuwa muda mwingine unaweza ukavusha mwezi utompeleka mtoto kliniki kwa ajili ya gharama. Changamoto kubwa sisi ndio ilikuwa ni hiyo. Tulikuwa tunapata shida sana. Kwa sababu gani? Muda wa kutoka unaweza ukatoka huku Kigungumuli kwenda Kisesa. Changamoto kwa tunaipata sisi na penyewe pia, na yenyewe hiyo ni usafiri. Kwa sababu unaweza ukamtafuta bodaboda akakwambia mimi sipo. Kuna muda tukifika hapa sentani hukuti bodaboda hata moja. Inatulazimu kutembea kwa miguu kutoka Kigungumuli mpaka Kisesa. Changamoto kubwa tunapata, tulikuwa tunachoka sana. Muda mwingine unawaza kwamba nitoke huku Kigungumuli mpaka Kisesa, mwisho wa siku nitaumia uchungu njiani na kujifungulia njiani. Mara nyingine tulikuwa tunakodi, kulikuwa kuna usafiri wa baskeli. Ndio tunachukua baskeli tunaenda mpaka hospitali. Kwa hiyo sasa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kusikia maombi yetu, hii zahanati imeweza kufunguliwa. Imetusaidia sisi kwanza kurahisisha gharama za usafiri. Hali ya maisha ni ngumu. Kwa hiyo muda mwingine unakosa hela nauli, inabidi ukae. Kwa hiyo hapa zahanati imefunguliwa karibu, itaturahisishia sisi wakazi wa mtaa Kigungumuli na Kitumba tusikose kuwapeleka watoto wetu kupata huduma. Mahitaji yetu makubwa kwa mtaa wetu wa Kigungumuli na kilio cha wengi, tunahitaji shule na umeme. Vijiji vyetu hivi vya huku chini, mitaa yetu ya huku chini, nyumba zetu za huku chini hatuna umeme. Yaani hicho ni kilio chetu sisi. Na shule mtaa huu wa Kigungumuli haina shule. Shule ipo Kitumba, kwa hiyo watoto wanapata changamoto kubwa sana ya kufika Kitumba. Barabara hii ya Kitumba ina magari, hususan malori. Waendeshaji wenyewe wa malori akili zao naona huwa haziko vizuri. Kwa hiyo watoto wanapokuwa kipishana na malori barabarani, mwisho wa siku wanapata ajali. Kuna ajali zilitokea hapo, kuna watoto wadogo walikuwa wanagongwa tu. Sasa tunaomba viongozi, hasa mbunge wa jimbo la Kisesa Kiswaga, endapo akirudi madarakani atusababishie shule kwa mtaa wa Kigungumuli, aweze kutuletea na umeme. Mtaa wa Kigungumuli huku chini hatuna umeme. Changamoto mojawapo, kwanza huduma tulikuwa tunapata kwa shida. Kwa mfano mtoto hata kiugua usiku, kwa kweli huduma yetu ilikuwa mbali, usafiri penyewe ulikuwa mgumu. Ila kwa sasa hivi kwa kuwa tumesogezewa hii huduma ya kufunguliwa hii zahanati, kwa kweli hata sisi wananchi wana Kigungumuli tunafurahi sana, tumepata furaha sana. Sasa hivi tunaomba tu hii zahanati itatusaidia kwa kweli. Itatusaidia kwa jamii ya Kigungumuli pamoja na maeneo ambayo tunayo karibu hapa. Tunaomba tu hii, tunashukuru tu kwa kufunguliwa hii zahanati. Kwa kweli tuna miaka mingi. Kwa mfano kama mimi sasa hivi nina miaka 38. Kwa kweli tangu nianze mimi maisha kwanza kujitambua kwangu. Mimi nimezaliwa kweli humu Kigungumuli hii. Ndio maana tulianzisha
Sisi hospitali tulianzisha sisi mchakato. Mimi baada ya kumaliza shule, kwa kweli mimi japo na shule tulikuwa nayo mbali, sasa hivi tumebakiza shule. Mazingira yetu ya hapa kwa kweli tuna changamoto. Hospitali kwa kweli sasa hivi hospitali tumekuwa nayo karibu, tumebakiza swala la shule. Moja, chuo cha mipango iliyofunguliwa leo itahudumia takribani ya wakazi 4,000 ambao watakuwa ni wenyeji wa vitongoji 4 ambacho ni kitongoji cha Kigulija A, Kigulija B, Kitumba A na Kitumba B. Lakini kwa zahanati ya kijiji cha Kitumba mahali tulipo, hii zahanati itaweza kuhudumia wananchi takriban 6,734 ambao wanapatikana katika vitongoji 7 ambacho ni kitongoji cha Mwamkolo, Kisha, Kimaga, Mondo, Nyawipija pamoja na Kigungumuri. Hivi vitongoji ndivyo vilivyokuwa na umbali zaidi wa takriban 11 kwenda kufikia mahali kunapatikana huduma ya afya. Niseme moja inaweza ikawa ni changamoto ya mwamko wa viongozi wa kisiasa, kwa sababu nguvu kubwa wanasiasa ndio wanaoamsha mori wa kuamsha wananchi wachangie huduma za maendeleo. Na ukiona ili jengo tulipo leo limeanzishwa kujengwa mwaka 2012. Leo ni takriban miaka 13 kama sikosei. Kwa hiyo palikuwa panaingia watu wanaotia nguvu ya maendeleo. Viongozi wengine aidha wanapokuja nafikiri walikuwa wanafifisha. Lakini ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi iliyoweza kufanyika leo. Ni furaha kubwa kwa wananchi wa Kitumba wanaozunguka eneo hili la vitongoji vya Kigungumuri na vingine. Wajibu wetu kama viongozi tumetimiza. Tunapozungumza shule imetajwa hapa Muungano, lakini tumejenga shule nyingine hapa mpya milioni 540 zilikuja. Igudeja mpya. Tunazungumza kwamba kielelezo chetu sisi kama viongozi wenu tumefanya. Haya yote na yaunganisha. Ninasema kwamba kazi mliotutuma kwa miaka 5 tumeitendea haki. Viongozi wote toka ngazi ya kijiji, kitongoji, diwani, mbunge na mheshimiwa rais. Na haya yote watumishi wa Mungu tunamshukuru Mungu kwa sababu yamewezekana.